Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tumerudi kwa Baraka TV. We have come back to Baraka TV. Tunashukuru Mungu kwa kutupatia nguvu na kutulinda. We thank God for giving us strength and protecting us. Ndio sababu kabla tutoe ujumbe wa Mungu tunafaa kwanza tukaombe Mungu. That's why before we give out the message of God, we'll start by praying. Tuombe. Almighty God, we thank you because of this day. Thank you that Lord God Almighty, you have a word for us again. A word for our future, a word for our generations, a word for our blessing. Thank you that Lord God Almighty, whoever it reaches, O Jehovah King of Glory, it shall change them and their life will not be the same again. In Jesus' name we pray with thanks. Amen. Asante sana. Tumekuja na ujumbe wa Mungu. We have come with the message of God. Hiyo ujumbe nimeupewa kwa sauti. This message I have been given with a lot of voice. Nimekuwa naipewa kama mara 7. I've been given like 7 times. Masiku tofauti, wiki zo tofauti. Different days, different weeks. Hiyo ujumbe kaanza kuendelea kusikiza vizuri. And this message I was keen to listen. Siku ya leo sasa nimesikia Roho wa Mungu akisema toa hiyo ujumbe. Today the Spirit of the Lord has witnessed to me that I give it out. Ni wakati nimekuwa nasikia sauti kisema Kenya inaingia kuwa Babylon. It is a time that I've heard the voice of God say Kenya is getting into a place that is becoming Babylon. Naweza kusema hivyo, mimi natoa ujumbe, sitaingia data zote venye Babylon ni nini. Naweza kuwa unajua hayo kunishinda. I'm only giving out the message that I received. I might not get into a lot of details about what Babylon is because you probably know more than I do. Wakati nimekuwa naambiwa Babylon, while I was being told about Babylon, nimeambiwa Babylon, Mungu nikiona nionyesha ukara alikuwa nayo kuhusu Babylon. God was showing me the anger he had about Babylon. Nikaambiwa na hapa Kenya, and I was told that in this nation of Kenya kuko na maneno ama mambo inafanywa hapa kwa hii country. There are things that happen in this nation imeweka uchungu kwa Roho wa Mungu that has put a lot of pain in the heart of God. Mungu akasema Kenya inakuja kuwa kama Babylon. And God got to a point and he said that Kenya is becoming like Babylon. Nikasikiza hiyo sauti and I listened to that voice. Sauti ya Mungu ilikuwa ina focus Kenya kuhusu jambo inaitwa umaraya, udhambi ya umaraya. And the voice of God was focusing on the nation of Kenya concerning the sin of prostitution. Nikaisikiza sana and I was listening to it. Mungu akaniambia umalaya inafanyikia kwa hii country. And God told me the prostitution that is happening in this country imepita ya Sodoma na Gomora. It has exceeded the prostitution that was happening in Sodom and Gomorrah. Nikanyamanza kusikia. And I kept quiet to listen. Hapi ilikuwa sauti, sio Bible. Ndio sababu mnaona tujachukua Bible kusoma na kuitumia. That was a voice. It was not a Bible. That's why we are not using the Bible to read. Babylon ilikuwa ni kitu iko na nguvu zaidi. Babylon was a nation that was very strong. Na Kenya inajiona hivyo. And Kenya sees itself like that. Unaweza kuona kuna mahali Kenya imefika ama mahali inaelekea ni kuzuri. You might think that wherever Kenya has gotten to or where it's going to is a good place.
Mungu aliniambia mngeona hayo inaelekea ni kuzuri mkiwa mnatunza kuninyenyekea mimi Mwenyezi Mungu na kunitii. If God told me if you would see that it was good, you would have known how to humble and to obey me. Wakati Mungu alikuwa anazungumza hayo, while God was saying that, nikaonyeshwa umalaya. I was shown prostitution. Hiyo umalaya venye nilionyeshwa, the way I was shown the prostitution, niliona dog, nikaletewa vision, nikaona dog nyingi kwa barabara zinapandana. And I was shown a lot of dogs on the street mating with each other. Zile dogi wakati naona zinapandana, zinageuka kwa masura zinakuwa watu. While the dogs are mating, they turn their faces into the faces of humans. Mungu akaniambia, unaona dogi ni wanyama hazina roho ya kuogopa matendo zinafanya. And God told me that dogs are just but animals. They are not scared of the things that they do. Na Mungu akaniambia, ona watu wamefika level ya kukaa kama wanyama na mambo wanafanya haiwaletei aibu. And God told me that, see now, men have become like animals without having a conscience or a guilt. Mungu akaniambia kwa hii country, and God told me in this country, kuko na umaraya ile mbaya zaidi. There is a very bad prostitution. Mungu akaniambia, nimesikia masauti ya wanaume wanalia kuhusu ndoa zao. And God told me he's heard the voices of men crying for their marriages. Kusikiza nikasikia kuko na wanaume mabibizi zao wamewawacha wanaenda kwa wanaume wengine. And while I was listening, I heard God tell me that he heard voices. He heard men cry because their women are leaving their marriages, going to do prostitution. Na Mungu akaniambia, na nimesikia na masauti ya wamama na wao wanaumizwa hivyo kwa ndoa zao. And God said he heard the voices of women cry the same thing about their marriages. Mungu akaniambia hiyo sio umalaya pekee. And God told me that is not just but prostitution. Mungu akaniambia umalaya imetoka kwa watu wazima na imeingia kwa watoto. And he told me that the prostitution has come out of the adults to little children. Na Mungu akaniambia wale watoto umalaya wanafanyishwa na watu wazima. And God told me the prostitution that these children do is being done they are being taught by adults. Mungu akaniambia umalaya ingine watu wanafanya ya nimeona ni movie walikuwa naona ya pornography. And another kind of prostitution that people are doing is watching pornography. Mungu akaniambia hii country ni kama nyumba ya pornography. And God told me that this country has become a house of pornography. Mungu akaniambia hii country imeshakuwa nyumba ya watu wanaoana wakiwa the same, wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake. And God told me this country has become a house of homosexuals and lesbians. Mungu akaniambia vitu mingi. And God told me, akaniambia wanaume wanajifananisha kama wanawake na wanawake wanajifananisha kama wanaume. That men are likening themselves to women and women doing the same thing. Wanaume wataki kuwa wanaume, wanataka kuwa wanawake. That men don't want to be men, they want to be women. Wanawake wataki kuwa wanawake, wanataka kuwa wanaume. Women don't want to be women, they want to be men. Mungu amenionyesha hiyo vision. God has shown me that vision. Nikaendelea kusikia na sauti.
And I continued to hear it in voice. Nikaonyeshwa And I was shown watu wakubwa kwa maofisi. that these great people in the offices, Mungu akaniambia sema hivi, and he told me to say this. sahi ofisi zenu hazikaribishi watu. Your offices are no longer welcoming people. Ikiwa ni mwanamke atakuja kwa hiyo ofisi, hawezi kukubaliwa kukuja kwa hiyo ofisi. When a woman visits your office, they are not allowed. Anapewa appointment ya ofisi nyingine. They are given an appointment to another office. Nikauliza Mungu, hiyo ni nini? And I asked God, what was that? Kaniambia kuko na manyumba za apartment hapa around hapa Nairobi. And he told me there are houses with apartments in Nairobi. Nikisema Nairobi msifikirie Mombasa, msifikirie ni Kenya mzima. When I talk about Nairobi, it's not just about this city alone, it's the whole of the country. Kumaanisha hawa watu wakubwa wa maofisi wako na maofisi mbili. Meaning that these people with offices, they have two offices. Unamuomba appointment? When you ask for an appointment, anakupatia appointment. He gives you an appointment. Tuseme kwa mfano wewe unajua ofisi yake iko town. For example, if you know that his office is in town, anakuambia ukuja hapa Kilimani kwa ofisi yangu hapa Kilimani. He tells you to go to his other office in kumaanisha ule mkubwa ako na ofisi mbili. Meaning that great man has two offices. Na hiyo ofisi yake ya pili, ule bibi yake ama ule mzee wake ni kulingana na mtu hajui ofisi ya pili. And according to the way you know, the way your spouse knows, they don't know that person has another office. Unaenda kwa hiyo ofisi ya pili, you go to the other office, unakuta ni nyumba, and you find out that it's a house. Wewe umetoka kwa nyumba yako ama umeenda kwa mtu akusaidie kwa ofisi kulingana na shida unayo. You've gone to an office so that you may receive help. Unajikuta kwa apartment. You find yourself in an apartment. Unatoka hapo ukiwa umefanyiwa ngono. You come out of that place having committed sexual intercourse. Hiyo umalaya Mungu ameiona. That prostitution, God has seen it. Mungu ameniambia amekasirika. And God has said he is angry. Yale yote mnafanya mkificha mabibi zenu, Mungu anayaona, anakuja kuyafichua. Those things that you are doing while you are in secret against your wives, God is coming to bring them to light. Mungu kaniambia magonjwa inakuja kuopen. God told me sicknesses are coming out. Na akaniambia hiyo magonjwa hakuna daktari atawasaidia kwa sababu itakuwa ni kichapo yangu nimewachapa. And the sicknesses will not have cure because it is my scourge that I have beaten you with. Mungu akaniambia kwa wanawake wanacheza hiyo michezo, and he told me to the women that are doing those games, watakuja kukuwa na ugonjwa wa kizazi, vidonda kwa kizazi, ile nyama ndani ya kizazi. They are going to have sicknesses that will cause wounds in the uterus. Watakuwa wanatoa damu kila wakati, hakuna daktari atawasaidia ama dawa yoyote itawasaidia. They will be spilling blood all the time and there will be no drug to help them. Watakuwa wanaumwa na migongo itakatika, haitapona. They will have backaches and they will not get well. Ule hata nirudia aweze kutubu atakufa kifo mbaya. Whoever will not come back and repent, they will die. Kuko na wanaume sasa. There are men. Ile wanaume ya chini ili inatengeneza sperm itashikwa na ugonjwa, uende hospitali waifanyie surgery, ugonjwa ikatae kupona paka waoze wakufe. Their testicles will go bad and they will get rotten and they will die from it. Kwa sababu saa hizi HIV hawaogopi. Because they are not scared of HIV. Ugonjwa zingine hawaogopi. They are not scared of other sicknesses. Mungu ameniambia ameshuka na
fimbo ya kuchapa watu. God has told me that he has come down with a rod to discipline people. Huruma yake imeisha. His mercy is finished. Nikaona wanaume wanakatwa migongo, wanaenda kukinjwa migongo. And I saw men being operated on their backs. Naona makansa zikifunguliwa. I see cancers being opened up. Mungu akanionyesha siku za mwisho zinakuja, mahospitali zitashindwa na kusaidia watu. And God showed me there are times that are coming that hospitals will not help people. Mungu akasema wasaidia wakiwa wananinyenyekea. And God said if they would humble, I will help them. Kwa hii muda wangu nimewapatia, wakakataa, ndio sababu nimekuja na kichapo kubwa sana. That in this time that I have given them and they have refused, that's why I have come with a punishment for them. Mungu akaniambia uwe mkubwa kiasi gani. And he told me whether you are great, watu wao wanakuogopa, you are feared, mimi nitakuja nikuweke chini. I will come and I will humble you. Ya wale wote ulikuwa na darao. Under those people that you are taking granted for. Na utakuja kujua mimi ni Mwenyezi Mungu. And you will come to know that I am the Lord. Mungu akaniambia waombaji. And God told me to tell the intercessors. Msikose kuomba. Do not cease to pray. Na msione nimechelewa kukuja. And do not think that I have delayed on coming. Maombe yenu nimeyasikia kwa muda. I have heard your prayers. Ndio sababu nimesema haya kuwatayarisha kenye nakuja kufanya. That's why I have prepared you on what I am coming to do. Msikuje kuchokeshwa na watu wako kwa kichapo changu. Don't be made tired because of the people that are under my punishment. Wakija kuambia mtuombee sisi ni wagonjwa. Coming to you to tell you to pray for them. Mjue hii ni wakati wangu wa kuchapa wale watu wameshinda wakinikosea. You should know that this is the time that I have come to punish the people that have sinned against me. Mungu akaongea kuniambia hivi. And God told me, kuko na watu wako na manyumba zao wana rent, na wao watu wanaenda kufanya umaraya kwa nyumba zao. There are people who rent their houses and the tenants come in to commit whoredom in there. Kwa sababu hizo nyumba mlizijenga zisaidie watu, hakukuwa zinakuja kuinua kingdom ya shetani ya kuharibia watu wangu. And because you built those houses to help people settle and not to commit prostitution, Mungu akaniambia ndio sababu kwa wenye manyumba nimefunga baraka zote. That is why I have closed the blessings of all landlords. Mtakumbuka kunililia? You shall remember to cry for me. Mtakumbuka kunitafuta? You shall remember to seek me out. Na waambia mtapitia ile consequence yote mume support. And you shall go through every consequence of the sins that you have supported. Sahiha mujari kingdom ya Mungu, munajari pesa ziingie kwa akaunti yenu. Right now you don't care about the kingdom of God, you care about your own pockets. Ndio sababu Mungu nimekakasirika. That is why I, God, am angry. Mungu amekakasirika na spirit ya umalaya. That is why God is angry with the spirit of prostitution. Nikaona watu wameanza kuchapwa. And I saw people being punished. Nikaona wanaume wanaanza kuchapwa. And I saw men being punished. Nikaona wamama wanaanza kuchapwa. And I saw women being punished. Nikaanza kuona watoto wanachapwa. And children the same. Kwa sababu hiyo kichapo imekujia kila mtu. Because that punishment has come for everyone. Nikaona wengine wamesikia ujumbe. And I saw them that had heard this message. Na wakakimbia kutubu kabla wajabujiwa na hiyo kichapo. They went to repent before the punishment came. Nikaona hao wamekimbia juu ya kusikiza. And they have run because of listening. Na wanatubu. And they are repenting. Nikaona Mungu anawakubali kuwasamehea. And I saw God accepting them and forgiving them. Na kuambia wewe mtazamaji wa Baraka TV, I'm telling you, our beloved viewer, ukiwa unaweza kusikia ama kufikia na hii ujumbe, if you are able to hear this message, ulikuwa unalilia Mungu and you are crying to God, jibu ya kilio chako, the cry of your heart imekuja. It has come. Kuko na wale watawacha hizo dhambi juu ya kichapo.
there are those who will stop those sins because of the punishment. Ule atachapwa na akawacha akarudi kutubu, atasamehewa. The one that will repent because of the punishment will be forgiven. Ule atachapwa na akakataa kutubu, atakufa. The one that will not repent even in the punishment, they will die. Mungu akaniambia, and God told me, usiwahi lia kwa yale inakuja kuopen. Do not cry or weep because of the things that are coming to pass. Kwa sababu ungekuwa umelia wakati ulikuwa unaona dhambi zinakujia. Because you would have cried when you saw sin coming to you. Ama zinakujia watoto wako. Or the sin are coming to your children. Ama zinakujia familia yako. Or your family. Msikuje kulia wakati wa consequence. Do not cry in the time of consequences. Mungu anasema haya. God says this. Wewe unaweza kusikia ujumbe huyu. You who is able to listen. Ukakubali kuacha. And you are willing to live. Utareceiviwa kwa mikono ya Mungu. You shall be received in the hands of God. Wewe utasikia na ukadarau. You who hears this. Kuko na makubwa unakuja kuona. And you do not take heed, you shall see great things. Tumemaliza ujumbe wa Bwana. We have finished the message of God. Tunaombea neema ya Bwana ikuwe nanyi. I pray that the grace of God be. Na wewe unashinda ukiomba uendelee kuomba. And you who intercedes continue. Na wewe ulikuwa unadharau jaribu kujirekebisha mapema. You who was taking it lightly, kwa sababu Mungu take it anakuja. seriously because God is coming. Tumewaombea katika jina la Nazareti. We pray for you in Jesus' name. Amen. Amen.